Wangu natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine karibu tena katika YouTube channel yetu. Mwenyekiti msaidizi mshikililizi wa chama Chadema Mheshimiwa John Heche ameweza kufungua kesi kali dhidi ya viongozi wa serikali ya awamu ya 7 hivi sasa, hasa viongozi wakuu wa chama cha CCM. Ningependa uweze kutizama kipande hiki cha video alichoweza kuzungumza Mheshimiwa John Heche, ila kwanza kabisa mtazamaji wangu, itakuwa vema iwapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kwa hapo kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii, na ni vema uweze kulike na kushare video zetu ili YouTube moja kwa moja iweze kusuggest video hii kwa wale wote wanaozidi kufuatilia siasa za Jamhuri ya Tanzania. Kama mlivyosikia, kesi imeahirishwa, na upande wa kuahirishwa kesi na mambo ya kitaalamu ya kesi atazungumza Dr. Nshara, mwanasheria mkuu wa chama. Lakini kwa upande wetu ni kwamba tunaiomba mahakama hiyo kesi kwa sababu imeahirishwa irudi kwa haraka ili iweze kuendelea na isikilizwe ifike mwisho, kwa sababu mwenyekiti wetu yuko ndani. Leo ni siku ya 225, zaidi ya miezi 7 kwa kesi ambayo bado tunaendelea kusisitiza kwamba ni ya uongo, ya kutunga, kesi za kuumiza watu kisiasa, kwa sababu tunaoshindana nao hawana uwezo wa kushindana kisiasa, hawana hoja. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, chama chetu kimetoa mawakili nchi nzima kwa watu wote ambao wamekamatwa, ambao wanaendelea na cases mahala pote kwenye kesi hizi za uongo, za kutunga, za uhaini. Kwa hiyo tunataka Watanzania waelewe kwamba chama chetu kitahakikisha wanapata uwakilishi kwa nchi nzima, na katika hili tunapenda kuwashukuru sana Tanganyika Law Society. Wamefanya kazi ambayo kwa kweli inapaswa kufanywa na Law Society ya nchi nyingine yoyote. Kazi yao ni kutetea watu, na nataka nimshukuru kipekee rais wa chama cha mawakili wa Tanzania na mawakili wote wanaojitolea kuwapigania Watanzania nchi nzima. Legal and Human Rights Center wamefanya kazi kubwa, tuna appreciate, tunatambua. Kwa hiyo ni uwakilishi ambao utafanywa pamoja. Tanganyika Law Society wanatoa watu, Legal and Human Rights Center wanatoa, na sisi Chadema kwa nchi nzima mawakili wetu watakuwepo kutetea Watanzania wengine wote ambao wanabambikiwa kesi. Kwa hiyo mkurugenzi wetu wa sheria na mwanasheria mkuu wetu wa chama wataeleza into details namna ya kushughulikia hayo mambo. UN wamezungumza kuhusu uchunguzi wa mambo mabaya, atrocities yaliyotokea Tanzania. Shapa vile masaka waliuawa watu 164 kule Afrika Kusini. Hapo wameuawa watu wengi zaidi. UN wamezungumza na wametaka uchunguzi ufanyike. Tunatambua na tunalikaribisha hilo, na tunawaomba uchunguzi usifanywe na vyombo vya dola vya Tanzania ambavyo vinatuhumiwa kufanya matukio hayo. Tunataka uchunguzi independent wa kimataifa kama uliofanyika mwaka 2007 kule Kenya. Na nataka niseme hili, maisha ya mtu kwetu sisi watu wa Chadema ni kitu kikubwa kuliko jambo lolote katika dunia hii. Kwa hiyo hili jambo la watu wetu waliouawa, Watanzania waliouawa, hata nani ajidanganye, halitafichwa chini ya uvungu, haitakubalika. Hata mawe yatazungumza. Sisi historia yetu ni watu ambao tumepinga dhuluma dhidi ya binadamu. Serikali yetu ya wakati huo ya Mwalimu Nyerere iliwakaribisha wakina Mandela hapa na Umkhonto wa Sizwe kupinga makaburu waliokuwa wanaua watu weusi, wanateka watu, wanabagua watu. Tulikaribisha watu wa Angola, walisiprocate, kwa sababu serikali iliyokuwa inapingwa wakati ule ilikuwa serikali, lakini ilikuwa serikali ya minority ya makaburu.
watu wa Afrika Kusini na wengine wote majirani zetu ambao Tanganyika ilihusika, Watanzania waliwapa hifadhi hapa, wawahifadhi wa Tanzania na watoe sauti kwa kutumia vyombo vyao vya habari, kwa sababu tunajua hali ya vyombo vya habari vya Tanganyika vya Tanzania kwa sasa. Walisiprocate hicho na tunawashukuru ambao wanafanya hivyo. Na mwisho kabisa, kama nilivyosema jana, tunaanza vikao vya kamati vya secretariat immediately na vikao vya kamati kuu ya chama immediately. Tutatangaza siku, tutajadili na tutaeleza kilichojiri na hatua tutakazochukua kama chama. Hakuna kurudi nyuma mpaka nchi hii itakapopata ukombozi kutoka kwenye minyororo ya watu wanaotaka kutufanya koloni lao. Nchi hii ilipata uhuru mwaka 61. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Naam, mtazamaji wangu, kwa kweli maneno ambayo Mheshimiwa John Heche ameweza kuzungumza kwa njia moja ama nyingine, hii ni dalili ya kutosha chama Chadema hakipo tayari kwa maridhiano ya aina yoyote ile kati yao na viongozi wakuu wa chama cha CCM, hatua ambayo inazidi kuwa ni pigo kubwa kwa viongozi hao wakuu wa chama cha CCM. Kwa njia moja ama nyingine, mtazamaji wangu, hivi sasa Tanzania wengi wapo imara kwa maandamano yanayozidi kupangwa na wananchi ama vijana Gen Z tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka 2025, hatua ambayo inazidi kuonyesha jinsi gani ambavyo ni pigo jipya na pigo kubwa kwa uongozi mzima wa serikali awamu ya 7. Ila ikumbuke kwamba yale yote yaliyoweza kutokea wakati wa maandamano ya vijana Gen Z yote yameweza kufahamika. Pia Mheshimiwa John Heche ameweza kuweka hadharani kwamba ataweza kuwa miongoni mwa viongozi wa mstari wa mbele kutetea haki kwa Gen Z wote wale ambao waliweza kuaga dunia katika maandamano ya amani yaliyokuwa katika Jamhuri ya Tanzania. Mtazamaji wangu, hatua hii yake Mheshimiwa John Heche inazidi kutia nguvu hasa kwa familia ama jamaa waliopoteza wapendwa wao katika maandamano yaliyokuwa yakiratibiwa na vijana Gen Z katika Jamhuri ya Tanzania. Pia kwa mara nyingine Mheshimiwa John Heche bila uoga wote ule ameweza kujitokeza hadharani kuzungumzia kesi yake Mheshimiwa Tundu Lissu. Watanzania wote waweze kufahamu kwamba kesi yake Mheshimiwa Tundu Lissu ya uhaini dhidi ya serikali awamu ya 6 kwa wakati huo hivi sasa ikiwa serikali awamu ya 7 ni mambo ya kisiasa ambayo yalikuwa yakizima azma yake Mheshimiwa Tundu Lissu kuwania kiti cha urais, na ndiyo sababu kuu ambayo Mheshimiwa Tundu Lissu akashindwa kuwania kiti cha urais katika uchaguzi ulioweza kupita, jambo ambalo limeweza kuathiri azma yake ya kisiasa katika Jamhuri ya Tanzania. Ila ikumbuke kwamba hatua hivi sasa ya chama Chadema ni kusimama na haki, kusimama na Watanzania wote wale bila ubaguzi wote ule. Je, mtazamaji wangu, mtazamo wako ni upi? Ni vyema kwa wewe hapo kutochia maoni yako katika uwanja wa comment section. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.